watazamaji wa Sheikh Katoto TV. Hapa nipo Buza kwa Lulenge, mtaa wa kwa Kidagaa. Kama mnavyoona mazingira, mvua imenyesha kidogo tu, hali kama mnavyoiona. Na hapa nipo kwenye nyumba ya mtu, lakini uwanja wake wote ndo kama hivi ulivyojaa maji. Uwezi hata kushuka chini ukasema kwamba utoke, uwezi. Wanaishi watoto, kiukweli kimazingira yanakuwa hatarishi sana. Kiafya inakuwa sio nzuri. Sasa hii ndio mvua ambayo imenyesha tu siku moja. Je, kwa mfano mvua inafululiza ya wiki nzima inanyesha, yani masika yanakuwa ya kila siku, kwa hali kama hii inakuwaje? Hii kiukweli ni hatari sana kwa afya. Kwa hiyo jamani, lazima tuangalie masuala kama haya. Sasa yani ina maana uwanja mzima huu wote umejaa maji. Mtu hana sehemu hata ya kufagia. Yani kwamba hata mtu akitaka kushuka hapa inabidi ashuke kwa kuangalia. Hamna sehemu hata ya kupita. Ndugu wapenzi watazamaji, kama mnapoona maji yamejaa kweli kweli. Kwa jamani, kiukweli kabisa hii inakuwa kidogo sio nzuri kutokana na hali zetu za kiuchumi. Mtu na watoto hapa kama maji yamejaa, hata mazalia ya mbu pia yanakuwa mengi sana. Kwa jamani, lazima tuliangalie hili swala kwa undani zaidi, tupate kuangaliana kutokana na watu ambao wanaishi mazingira haya ya Buza. Buza mtaa wa kwa Kidagaa, niko mtaa kwa Kidagaa. Kwa hiyo tunaendelea na kipindi jamani, tuendelee mtaa kwa mtaa. Wakati huu tupo kwenye serikali ya mtaa ya Kidagaa, na hapa nipo karibu na kiongozi mwenyekiti mwenye zamana ya mtaa huu. Mimi kwa majina naitwa Ali Muhammad almaarufu ananiita Koba. Sijui kiongozi jina lako nani? Mimi naitwa Shaban Ramadhani, ni mwenyekiti wa mtaa Kidagaa, kata Buza, wilaya ya Temeke. Asante sana. Kiongozi, ujio wetu sisi Sheikh Katoto TV katika ofisi yako hii. Hapa tumetoka mtaani kwako kukusanya maoni mbalimbali ambayo tulikuwa tunayakusanya kupitia changamoto za wananchi wako ambao unawaongoza katika huu mtaa. Changamoto ni nyingi sana ambazo tumezikusanya huko mtaani. Hususan kwa hapo bondeni, katika huo mtaa Kidagaa hapo bondeni, tumeambiwa kuna changamoto ambayo inahusiana sasa hivi na zaidi ya miaka kadhaa, maji. Ujio wa maji wa ghafla kwenye majumba ya watu, yameingia maji na hawajui suluhisho linafika lini, kwa sababu wanasema washafikisha katika ngazi mbalimbali, lakini mpaka leo hawaoni matokeo yoyote ambayo yanaendelea. Sasa kama kiongozi, unalipi la kusema kupitia hayo maneno ambayo walikuwa wanaongea wananchi wako wa mtaa huu wa Kidagaa? Ni kweli maji hapo, na maji hayakosi sababu. Kila kitu kinakuwa na sababu, kwa sababu ukiwa na maji ujue kulikuwa na sababu. Kwa nini maji haya yapo? Unaona eneo hili ukija kulitazama ni eneo ambalo ukija kukaa unaona ni eneo la juu. Lakini ukija kuangalia katika eneo linaloonekana lina maji, sababu ya maji na kwa nini kumekuwa kama bondeni. Eneo lile kabla ya kuonesha kuishi watu, eneo hili lilikuwa machimbo ya mchanga. Kwa hiyo unajua sehemu ya machimbo ya mchanga siku zote ni sehemu ambayo panapochimbwa tutake tusitake kunakuwa na shimo. Kwa eneo lile sasa hivi limekuwa kama eneo la shimo. Lakini kikubwa ambacho kilichokuwepo ni kuonesha kwamba kama wapo katika maeneo yale, lakini kama serikali ni serikali ambayo inasikizwa, ambayo inaendelea kupambana kuonesha kutafuta suluhu ya eneo lile ili mradi siku yatoke maji yale. Lakini kupitia katika ofisi yetu hii ya mtaa Kidagaa, kabla palikuwa yani kwa mfano kama vile mvua imenyesha juzi, mpaka leo pale ungekuwa uwezo kupita. Lakini sisi kama mimi na kamati yangu ya mtaa tuliwahi kushiriki na kujaribu kufumua zile sehemu nyingine zilikuwa zina mwinuko. Na ndio maana vile sasa hivi ndugu mwandishi umepita eneo ile umekuta maji yametoka, na hata sasa hivi maji ya mvua ikinyesha ni sehemu ambayo maji yanafanyaje, yanakaa na faje na kuondoka. Lakini kipindi kilichopita kabla sisi kama mtaa au hivi hatujafanya ule ufunguzi wa kuonesha kwamba kutafuta suluhu kwenye mtaa, kulikuwa pale ndugu mwandishi alikuwa pale pitiki, palikuwa saizi pale chula wanalia. Lakini tulijaribu kuangalia kwa nini ya maji yamekuwa kama kwenye mtungi. Tukaja kukuta kwa mfano sehemu ambayo ilikuwa machimbo, kuna sehemu ni kweli palikuwa pana mwinuko na kuna sehemu nyingine ziko chini. Kwa hiyo tukatafuta ile sehemu tukajaribu kutatua, ni kweli tukapata njia ya maji ambayo sasa hivi eneo lile maji ikinyesha mvua yanakaa na kuondoka. Na ukija kuchukulia kwa mfano maji ya eneo lile pale
mengi yanatokea hapa Cape Town. Umeshaelewa? Lakini eneo hili la Cape Town limekuwa na unajua squatter. Ujenzi kama mtu kajenga nyumba kama anapakia. Hatua mwisho maji upitaji wake imekuwa yale ya kukatakata kona. Mpaka anapokuja kutokea huku yanachukua muda sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho kilichokuwepo serikali ina mpango muendelevu kulingana na mazingira, kwa sababu iwe isiwe makandarasi au mainjinia wakija katika kutaka kufanya ufumbuzi, inaonekana kuna lazima nyumba kadhaa zivunjwe au zinunuliwe ili mradi sasa upatikane mfereji ambao mkubwa utakaokuwa unatoa maji kwa wepesi kupeleka wapi kwenye bonde hili la Mashindano. Asante sana. Una lipi la kusema kwa huyu mwananchi ambao tulikutana naye wakati tupo kwenye mzunguko wa kutafuta haya maoni? Kuna mwananchi mmoja tulikutana naye alisema hapo mwanzo kulikuwa na mifereji ambayo inapitisha maji kiufasaha zaidi, ambayo ilikuwa na mita kama sio, alisema ni mita 4, kuna sehemu moja mita 4, nyingine sehemu mita 4, kuna sehemu nyingine ilikuwa ni mita 3. Lakini hizo mita 4 zote kuna moja ikapunguzwa ikabaki mita 1 na kuna kungine kulizibwa kabisa. Kwa hiyo yale maji yalivyozibwa ukajikuta sasa baada ya kupita kwenye zile njia muhimu ambazo zilikuwa zimetengenezwa mara ya kwanza, sasa hivi anaenda kule mabondeni. Lakini pia anasema akashawahi kutoa taarifa ili wao wako tayari kuchangia ama kufanya lolote ili mradi pale kuliko zibwa kutobolewe ile njia iwepo na iendelevu na maji vile vile kama mara ya kwanza. Unalipi la kusema kwa mwananchi huyu ambao tumekutana naye njiani na akaongea hivyo vitu? Ndugu mwandishi, unajua kikubwa ambacho kichukwepo wananchi wetu hao, kuna kipindi wanapokutana na mwandishi au kukutana na mtu mwingine yote, kuna kipindi anaweza kuzungumza kitu ambacho hakielewi. Nikisema hakielewi kwa sababu kubwa ambacho kichukwepo, na ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maana kushusha serikali ya mtaa, maana yake ni kuonesha kutoa changamoto katika ofisi husika. Kwa sababu tunaokaa hapa sisi ni wawakilishi, na inapoonekana kuna changamoto yote mtaani, basi kuna uwezekano ya yeye kufika hapa ili mradi na sisi tukafika maeneo husika ili tukaona kwamba changamoto ile iko. Lakini akisema kwamba kuna mita kadhaa hizo sidhani kama anakwenda kama kile ambacho kichukwepo. Kama nilivyokuambia kwamba kwenye mtaa wetu ni sehemu za squatter. Na squatter ina maana kwanza kabla hapo kulikuwa wenyeji. Wenyeji unajua walikuwa na mashamba yao ambayo mara kwa mara tena ndio hivi kwa wale wanunuzi tu. Lakini unaweza kukuta mwenyewe mtu anaweza kwambia mwisho wako unanunua mwisho wako. Umeshaelewa? Yule ambaye ukiachia sasa hivi maeneo mengine huko ndio wamekuwa wajanja kuanza kuweka njia. Lakini mtu wa zamani ilikuwa kwamba ilikuwa jiwe lako mwisho hapa, linaanza jiwe lingine kutoka hapo kuelekea kwenye kingine. Sasa hata hizi njia zimeachwa, naamini kwamba wameziacha wananchi. Ina maana siku hakufuata kile kipimo chake kilichotakiwa. Kwa hiyo akisema kwamba kulikuwa na njia ya mita 3, mita 4, sidhani kama ameenda katika yale ambayo uhalisia. Uhalisia ni kuonesha kwamba njia hizo zimeachwa na wale wanunuzi ambao walinunua viwanja. Asante sana. Sasa hiyo tulikuwa kwenye mpangilio mzima wa maji taka ambayo yanasemekana yanaenda huko bondeni. Una neno gani la kuambia wananchi ambao wanakaa katika maeneo hayo ili mradi waendelee kuamini na kamati yako nzima kama wewe kiongozi ama mwenyekiti ama uliopewa dhamana ya mtaa? Na ndio maana tunakuaga ndugu mwandishi, tunakuaga na mikutano ya jamii ambayo hiyo tunapokuaga nayo tunasema kwamba tuje kutoa yale ambayo tunayo kutoka kwenye maeneo yetu au kwenye mitaa ambayo tunakoishi. Lakini vikao vyetu hapa wakati mwingine unavitangaza, wale wananchi wanakuwa hawafiki na kusema izikeo. Isipokuwa wao wamekuwa wataalamu kuongea jambo na mtu mmoja au wawili. Mshanifahamu? Lakini kikubwa ambacho kichukwepo kwa wale ambao wanakuja tukatai, maana wewe sisi ni kutatua zile changamoto. Lakini unaweza kukuta mtu au hivi baada ya kuleta changamoto hapa au hivi anayezungumza vile kwenda kama sivyo. Kwa hiyo mimi niko na shauri tu kuonesha kwamba wananchi wetu aidha katika mtaa wetu, aidha mitaa mingine, kata zetu au vipi, aidha Tanzania kwa ujumla, tunapopata changamoto katika maeneo yetu, serikali imeshusha serikali za mitaa. Maana yake sisi ndio tunawajibika au vipi kuanza na zile changamoto. Lakini changamoto kama kuna watu wanazijua changamoto na wao wanabaki katika hali ya uhalisia kuonesha kwamba wanabaki nayo, kwa sababu hawasaidii jamii na hawasaidii serikali. Serikali kushusha sisi maana yake ni kuonyesha kwamba kutatua yale ambayo tunayaweza. Na yale tusiyaweza tunapeleka katika maeneo ambayo yanahusika. Kwa mfano kama mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Kwa hiyo tunakaa diwani. Diwani tunapotoa changamoto kama hiyo hapo, yeye ndo anapeleka wapi? Manispaa.
Manispaa ndio wenye uwezo, hata hao mainjinia walokuja waliozungumza ni baada ya sisi viongozi wa chini kuzipeleka pale. Kwa sababu sisi ndio tunakuwa speaker. Sasa kama kuna mwananchi anazungumza la kwake au hivi, ina maana kwamba siku huyo hajitendei haki na hatendei haki watu wengine. Hata sisi hatutendei haki. Tunaweza kuonekana kwamba tufanye kazi, lakini sisi tupo kwa mujibu wa sheria, lakini tupo kwa ajili ya kutatua matatizo. Asante sana. Hilo na hisi watakuwa wataliona na watalisikia vizuri. Unaisemeaje kuhusu hili sekeseke la takataka? Kuna baadhi ya watu wanasema wanalipa vizuri hela za taka, lakini magari hayafikii kwa vile wanakaa mabondeni. Lakini wanashangaa kwenye kukusanya, watu wanafika kukusanya hela. Lakini sasa magari kuja kwenda kule bondeni kuchukua takataka inakuwa changamoto. Nalo hilo unalisemeaje kiongozi mwenyekiti? Mimi kwanza nimshukuru mwandishi kwa sababu wewe umeenda front. Na mkifanya kazi katika mitindo hii, kusema kweli mnajenga Tanzania mpya. Kwa sababu kwa siku hata kile nitachokuwa na kujibu utakuwa na uhalisia. Kwa sababu tuamini katika maeneo yote, sehemu ambayo itakayoonekana ina ukavu, naamini kwamba unajua kabisa kwamba eneo lilopita unaona kabisa kuna changamoto ya tope na maji. Kwa hiyo hata mtu chombo chake kufikisha maeneo hayo inakuwa kidogo mtihani. Tukubali kwamba tunapopata kipindi cha maji au cha mvua, maeneo hayo kwa sababu sio hapo tu, maeneo mengi yanakuwa na changamoto. Kwa hiyo wananchi wangu waamini kuonesha kwamba ile kampuni ya ukusanyaji taka ipo kazini, inafanya kazi, lakini pia watoa ushirikiano na sisi tutakaa na taasisi kuonesha kwamba waendelee kufanya manjia mengine yote ili kufanikisha zoezi la taka. Lakini kweli kabisa kwamba inapotokea kipindi cha mvua, maeneo haya yanakuwa na changamoto. Wala sio ni kweli kabisa tunasema. Asante sana. Tumaini pia na hilo watakuwa wanaliona na kulisikia. Unalipi la kusema kwa ujumla wananchi wote ukiachana na changamoto na kitu chochote? Yaani wewe tu unalipi la kusema kwa ajili ya kuwasilia wananchi wako wa mtaa? Mimi nakushukuru mwandishi kwa sababu unakuwa na wewe ni speaker, na kwa sababu sasa hivi wanasema kwamba mambo mengi yapo kwenye kiganja. Si ndio maana yake? Kwa hiyo naamini kwamba kupitia wewe inaweza kwa sababu ya kuonesha kwamba wananchi kujua elimu ya kuonesha kwamba kuitumia serikali ya mtaa. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kutatua changamoto. Na ndio maana unaweza kuja kukutana na swali la mazingira, ulinzi na usalama, maana yake sisi tunadumu jambo hilo pia. Umeshaelewa? Kwa hiyo kubwa ambacho kilichokuwepo ni kupitia nyinyi waandishi. Inaweza ikawa sababu wakati mwingine mtu akiingia kwenye simu akikutana na maneno haya anaweza kujua haki yake. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba mimi nawashukuru sana nyinyi waandishi au bibi wakatoto Shekatoto kuonesha kwamba mnapita mitaani kwetu, mnakutana na wananchi wetu, na mimi nasema ni moja ya elimu kubwa ya kuonesha kwamba kupata ufahamu kwa wale wengine ambao wendekawa hawajui yale ambayo wendekawa kukutana. Lakini sisi tunasema hapa ndio kimbilio. Tunaomba wananchi wetu katika maeneo ya mtaa wetu, lakini pia nasema kisema wananchi wetu ina maana kwamba na mimi wapo serikali za mtaa tofauti wafike maeneo ya serikali za mtaa, ili mradi kuna changamoto sisi kama wenye viti au kamati ya mtaa tuna uwezo kufanya. Kwa sababu kuna siku tunatakiwa kuonesha kwamba tufike katika maeneo ambayo wao wanaona kuna changamoto, na sisi tuna uwezo kuzisemea, tofauti na kuonesha kwamba mtu ana ugonjwa au vipi alafu tena mtu aseme. Maana serikali ya mtaa ni kutatua changamoto ambazo zinawahusu wananchi. Kwa hiyo ombi langu ni kuonesha kwamba yale ambayo wanaona kwamba yanawafika, iwe katika mtaa wa Kidagaa, Katabuza, wilaya Temeke au mtaa mwingine wote Tanzania, mimi ninachoomba kwamba wachukue elimu ya kufika katika maeneo za ofisi za mtaa au za kitongoji kwa kule kijijini, ili mradi wakatoa changamoto za kwenye mitaa, ili mradi wakachukua hatua. Lakini wakinyamaza au wakichukua yale ambayo ya kinyumbani na maana kwamba kama neno la ndani, siku wa siku linaishia pale na kosa kwa msaada. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba mimi kama mtaa kupitia wewe Shekatoto TV ni kuonyesha kwamba itakuwa zaidi umeniongezea ile kuonyesha kwamba maki mimi kifika kipindi cha mvua wanapenda sana kutembelea katika maeneo hayo. Kwa hiyo wakati mwingine natembelea na kutaka na changamoto, bwana huyu ona nani lake tundu lake la choo kalitolea huku, tunamalizaga changamoto hizo. Kwa hiyo kubwa ninachoomba mimi ni kuonesha kwamba watoe ushirikiano katika ofisi zetu za mtaa, na sisi tuko tayari kuwatumikia. Asante. Mwenyekiti amesema yuko tayari kuwatumikia pale ambapo mtatoa taarifa
zile ambazo zinawakabili katika mitaa yenu. Hii ni Sheikh Katoto TV. Asanteni sana. Tulikuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti wa mtaa wa Kidagaa. Asanteni sana.